Ni vilio vya baadhi ya ndugu, jamaa na marafiki wakiwa katika eneo la mwalo wa Kirumba mkoani Mwanza, wakipokea baadhi ya manusura waliokolewa katika ajali hiyo, wakiwasili katika soko la kimataifa la dagaa Kirumba majira ya saa 10 alasiri na boti maalum ya uokozi ya shirika la wakala wa meli nchini TASAC. Nilichokifanya niangalia sehemu ambapo maboya yalipo na kuchukua boya langu na kuona wengine wameshaanza kudumbukia kwenye maji na mimi nikadumbukia kwenye maji. Lakini kingine pia ningeweza kuwashukuru TASAC kwa sababu kuna kipindi walituchukua vijana wa mwaloni hapa wakaenda wakatufundisha kuogelea kutumia maboya, na hiyo ndio imenisaidia jana. Lakini tulivyojaribu kuwahoji kidogo chief engineer wakasema kwamba labda njia zile za water system kwenye Wilikula labda ziliziba zikasababisha engine overheat. Ina maana hicho kitu ambacho kikasababisha nini kutokea moto. Kuna boti za wavuvi ambazo zilianza kufanyaje kupita na kutuokota, ila walipoona upepo umekuwa mwingi wakafanyaje wakasema basi ambao tumeokoa wanatosha. Ila kuhusiana na hii boti ambayo ipo Ziwa Victoria, kusema ukweli niseme nashukuru sana waliojitolea kutoa hii boti kwa sababu imetusaidia pakubwa. Kwanza msaada wa haraka, cha pili kuwafikisha manusura sehemu kupata huduma kwa haraka. Huduma ya uokozi imefanywa pia na vyombo vya usalama katika mkoa wa Mwanza kwa ushirikiano pia wa shirika la wakala wa meli nchini TASAC, ambapo kaimu afisa mfawidhi wa TASAC Mwanza mhandisi Paulo Musokwa ameeleza matumizi ya boti mpya za uokozi zilizofanya kazi katika uokoaji ndani ya Ziwa Victoria katika tukio hilo. Katika zoezi zima la uokoaji kwenye chombo kulikuwa na abiria 36 na vibarua au watendakazi wale makuli wa kubeba mizigo walikuwa 10 na 4 walikuwa ni mabaharia akiwa na nahodha kati yao. Kwa hiyo ukijumlisha hapo haraka haraka utapata idadi ya abiria au watu ambao walikuwa kwenye chombo ni 50. Na mpaka sasa tumeokoa watu 48 wazima, ambapo 15 tumekuja nao hapa mwaloni, tumewashusha wakiwa na afya nzuri na wenyewe mmeona. Na watu wengine waliosalia kwenye 48 walizungushwa kwenda wilayani kwa ajili ya vipimo zaidi na kupangiwa usafiri mwingine kwa sababu wengine walikuwa wanaenda maeneo ya jirani huko na Nansio. Nimepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara wa soko hili la Kirumba ambao walikuwa wakisafirisha mazao yao ya uvuvi kutoka katika kisiwa cha Goziba kuleta katika soko hili la Kirumba, ambao kwa nyakati tofauti wameeleza namna ambavyo kwa sasa wanapitia ugumu na kilio chao kwa serikali kuhusiana na kuleta meli itakayosaidia katika kusafirisha mazao haya kwa urahisi. Kwa shuruhisho la usafiri wa kutoka Mwanza kwenda kisiwa cha Goziba, tunaiomba serikali sasa ifanye jitihada kututengenezea meli ya MV Clerius. Kwani hiyo meli ilikuwa ni mkombozi sana kwa safari za kisiwa hicho. Ikiwepo hiyo meli, kwa ujumla 70% ya usalama itakuwepo. Kwani boti nyingi zinazokwenda kule haziruhusiwi kupakia abiria. Ni hii ya Karebezo, Ibeneza ndio zinaruhusiwa kupakia abiria. Kwa hiyo kwa Clerius ni mkombozi sana kwa njia hiyo. Naomba serikali tuletee meli, yani hapa tunazidi kuumia, tunakatika mitaji. Nimetoka barabarani, sina pa kushika, yani sina. Boti hii ni moja ya vifaa ambavyo vimetumika katika shughuli za uokozi na watu 15 wamewasili katika eneo hili la mwalo wa Kirumba hapa mkoani Mwanza wakitokea katika maeneo ambapo tukio hili limetokea. Kutoka hapa mkoani Mwanza, mimi ni Wellington Masele, ITV.